Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko poa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima, tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo dimanche le 30 Novembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana ndani ya nchi ya Kongo. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp, ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za jioni ya leo tutazianzia kuhusu kusainiwa kwa makubaliano mapya kati ya presida wa Kongo Felix Tshisekedi na presida wa Rwanda Paul Kagame. Makubaliano hayo ambayo yatasainiwa ndani ya Etats-Unis d'Amerique yatasainiwa tarehe 4 za mwezi wa 12 mwaka huu. Guvernema ya Kongo kwa kuandaa kusainiwa kwa makubaliano hayo, tayari kuna viongozi tofauti kutoka Kongo ambao walielekea ndani ya Etats-Unis d'Amerique. Siku ya leo zaidi ya watu 100 wanaofanya delegasio ya guvernema ya Kongo walielekea Marekani kwa kuandaa namna ya kusainiwa kwa makubaliano mapya kati ya guvernema ya Kongo na guvernema ya Rwanda kupitia viongozi wa nchi hizo mbili, presida Felix Tshisekedi na presida Paul Kagame. Makubaliano yanayotarajiwa kusainiwa kati ya viongozi hawa wawili ni makubaliano yanayolenga kumaliza migogoro na matatizo kati ya nchi hizi mbili, wakiwa wanaunganishwa na Etats-Unis d'Amerique. Haya makubaliano mapya yatasainiwa baada ya miezi kadhaa, na wamesaini makubaliano yengine ya amani kati ya pande mbili. Makubaliano haya kati ya guvernema ya Kongo na guvernema ya Rwanda yanapingwa sana na wengi wa Wakongomani, wakionyesha ya kwamba makubaliano hayo hayatatui tatizo kufro, yani kile ambacho wanataka kiishe kiko na isha kabisa. Makubaliano wanayo ya saini na maongezi wanayo yafanya kati ya pande mbili yana lengo la kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Na tangu kusainiwa kwa makubaliano hayo kati ya guvernema ya Kongo na Rwanda, na kusainiwa kwa makubaliano kati ya guvernema ya Kongo na M23, kuna kilichogeuka kwenye uwanja wa vita. Wakongomani wanapinga maongezi hayo na makubaliano hayo wanayo ya saini, wakisema ya kwamba makubaliano hayo hayana maana yoyote wakati vita vinaendelea. Na kuelekea kwa delegasio ya Kongo huko Etats-Unis d'Amerique siku ya leo, kulizua maswali mengi ndani ya Wakongomani, wakijiuliza ni vipi tena guvernema ya Kongo imeenvoye delegasio yake huko Etats-Unis d'Amerique wakati walikuwa wametangaza ya kwamba kama hakutakuwa kuondolewa kwa wanajeshi wa nchi ya Rwanda ndani ya Kongo na kutoshwa kwa system de defense za Rwanda kwenye mpaka yake na Kongo, hawatasaini hayo makubaliano mapya. Paka kwa sasa Wakongomani hawajui kabisa guvernema ya Kongo inapanga nini. Siku ya leo inakanusha mambo fulani, kesho inayafanya. Wanajiuliza maswali mengi, wakitaka guvernema iwaambie mpango wanao kabisa kuhusu vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Mnakumbuka Martin Fayulu alikuwa amemwomba presida Felix Tshisekedi kutangaza yote yanayokuwa makubaliano watakayo ya saini huko Etats-Unis d'Amerique, akisema kwamba Wakongomani wanahitaji wajue kile ambacho watakisaini, wajue ya kwamba akina tatizo kunchi yao
na wafahamu kile ambacho guvernema ya Kongo inapanga kukisaini kabisa. Wasiendelee tu kuwa hapo wakisikia maongezi yanafanyika, makubaliano yatasainiwa na wajue ni nini. Ombi lake Martin Fayulu liliungwa mkono na wakongomani wengi, wakisema ya kwamba hayo wanayahitaji kabisa. Wanataka wajue makubaliano ambayo watasaini viongozi hawa wawili yatakuwa yanasema kuhusu nini. Wajue ya kwamba ni makubaliano ambayo yataleta kweli solution, vita viishe mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuendelee na taarifa zetu. Nadhani ya kwamba mumeelewa kinachoendelea kuhusu kusainiwa kwa makubaliano mapya kati ya President Felix Tshisekedi na President wa Rwanda. Guvernema ya Kongo iliandaa kabisa namna ya kuyasaini, ikienvoyer delegation yake huko. Zaidi ya watu 100 walifika huko Marekani kwa ajili ya kuandaa namna ya kusainiwa kwa hayo makubaliano mapya. Tuendelee na taarifa zetu. Tuwapeleke ndani ya nchi ya Serbia ambapo President Felix Tshisekedi alifanya vizite huko kwa siku 2. Nchi ya Serbia siku ya jana na juzi, President Felix Tshisekedi alikuwa huko. Wakati wa vizite yake alifanya maongezi na President wa nchi ya Serbia. Baada ya hapo guvernema ya Kongo ilisaini makubaliano na nchi ya Serbia ya kushirikiana katika ngazi za kijeshi. Nchi ya Serbia na Kongo siku ya jana walisinye makubaliano hayo ya kushirikiana katika jeshi, na guvernema ya Kongo ikauza vifaa tofauti kutoka ndani ya nchi ya Serbia. Vifaa hivyo ambavyo vitatumika ndani ya vita wanavyopigana mashariki mwa nchi ya Kongo, wakipigana na wasi wa AFC M23. Silaha zilizouzwa huko ni drone pamoja na mamashine antiaeriene. Zile silaha ama mashine ambazo zina uwezo wa kuwa na shambulia madrone ni za kushambuliana na mamisile wakati yanaweza kuwa yamerushwa kutoka maeneo ya adui. Silaha hizo guvernema ya Kongo iliziuza ndani ya nchi ya Serbia, mkiwemo pia na blende. Hizi machar de combat ziliuzwa huko Serbia, zitafika nchi ya Kongo na kuingia mashariki mwa nchi ya Kongo kupigana na waasi wa AFC M23. Hizo ni taarifa kutoka Serbia kabisa, tunazo 5 kwa 5. Tuendelee na taarifa zetu. Tuwapeleke ndani ya Katana. Eneo ya Katana inapatikana mu territoire ya Kabaye. Tangu saa kenda kulisikika mashambulizi makali ndani ya Katana. Vyanzo vyetu kutoka Katana vinatuambia ya kwamba jipe militaire ya AFC M23, yani gari ya AFC M23 ambayo ilikuwa ndani wanajeshi, ilitoka maeneo ya Bidagara ikafika Muganzo, pale ni kwenye route nationale numero 2. Wakati ilifika pale Muganzo centre ikasimama hapo, wanajeshi wa AFC M23 walitoka ndani ya gari hiyo na kuanza kushambulia ovyo kabisa ndani ya centre hiyo ya Muganzo. Wakati wa mashambulizi hayo watu 3 walikuja kujeruhiwa, walipelekwa papo hapo kwenye kituo cha Katana kupewa matibabu. Wakaaji walishikwa na hofu na kuanza kukimbilia ndani ya nyumba zao. Eneo hii ya Katana na wakumbusha kwamba ni eneo ambayo hivi juzi waasi wa AFC M23 waliwaua wakaaji zaidi ya 20 kwa siku moja. Hali ya usalama inaendelea kuzorota kabisa ndani ya maeneo yanayoongozwa na waasi wa AFC M23, na wakaaji wanatoa wito kwa usaidizi pale ambapo wanaishi kabisa maisha mabaya, tena mabaya zaidi. Habari zetu zinaendelea. Lawrence Kanyuka kupitia account yake ya Twitter. Huyo Lawrence Kanyuka ndiye msemaji wa AFC M23 ndani ya mambo ya kijeshi. Alisema ya kwamba bombardement zinazofanywa na ndege za kivita Sukhoi 25 pamoja na drone maeneo wanayo yaongoza huwa zinatokea Burundi. Ndani ya Burundi njo kwenye zinatokeaka. Lawrence Kanyuka alisema ya kwamba nchi ya Burundi
ndiyo ambayo kwa sasa iko centre de commandement aux forces de la République démocratique du Congo. Alisema hayo siku ya leo, akisema ya kwamba Burundi inaendelea kudeployer wanajeshi wake ndani ya maeneo ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi au plateau d'Uvira pamoja na Mwenga. Lawrence Kanyuka alishutumu nchi ya Burundi kwa kuendelea kuunga mkono Kinshasa ndani ya vita ambavyo alisema ya kwamba vinalenga kuwaua Wanyamlenge pamoja na wakaaji kutoka maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ni shutuma zake Lawrence Kanyuka, ambapo alikuwa na shutumu nchi ya Burundi kwa kusaidia gouvernement ya Congo ikilanse maatake za avyo kubombarde maeneo wanayo yaongoza. Habari zetu zinaendelea. Siku ya jana depute ambaye anaitwa Claude Mudekereza kutoka ndani ya Sud Kivu alitangaza ya kwamba ndani ya budget ya mwaka ujao wa 2026 ya gouvernement ya Congo, Nord Kivu na Sud Kivu aziko mu raporo ya budget ya mwaka huo. Alisema ya kwamba ni kama Nord Kivu na Sud Kivu tulishaka sahaulika. Gouvernement ya Congo nayo haina mpango kabisa wowote kuhusu province zetu. Huyu depute kutoka ndani ya Sud Kivu alisema ya kwamba Nord Kivu na Sud Kivu ndizo province ambazo zinaathiriwa sana na mapigano ya hapa na pale. Alipinga sana kabisa gouvernement ya Congo kwa kuwa ndani ya budget ya année 2026 Nord Kivu na Sud Kivu aziko ndani. Na gouvernement ya Congo hivi juzi wakati ilikuwa imetangaza kuhusu budget ya année 2026 wakisema kwamba lishaongezeka sana, walikuwa wametangaza kwamba 30% ya budget ya mwaka wa 2026 itaingia mu armée, itasaidia armée na service de sécurité. Na inashangaza sana kusikia ya kwamba sasa province ya Nord Kivu na Sud Kivu aziko mu mpango wa budget ya année 2026 wakati ndizo ambazo zinaathirika sana na vita. Huyu depute kutoka Sud Kivu alitaka gouvernement ya Congo kuandaa budget kuhusu Nord Kivu na Sud Kivu na kuikumbusha gouvernement ya Congo ya kwamba wakaaji wanaoishi mu maeneo yanayokaliwa na AFC M23 nao ni Wakongomani, wanahitaji msaada kama wengine. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na waomba kuendelea kusubscribe, kupartager taarifa hizi kwa walio wengi, kuendelea kucomment na kulike, na sema asante sana. Muendelee kukua na siku njema. Asante.